Kosa la 9 ambalo wanafanya YouTubers wengi ni kutumia mziki usioruhusiwa. Tunafahamu kabisa kuna miziki ambayo unaweza kuitumia kwenye mtandao wa YouTube, wameimba wasanii mbalimbali, lakini YouTubers wengi wanakuwa wanatumia ile miziki bila kujua kwamba huu mziki ni wa mtu fulani au huu mziki unaruhusiwa kutumika. Kama una rekodi video za kutoa elimu kwenye mtandao wa YouTube, basi penda kutumia miziki au biti za kutoka kwenye platform ya YouTube yenyewe. Tunasema YouTube Audio Library. Lakini kama utaamua kutumia miziki ya wasanii wengine, basi usitumie kwenye video ndefu, tumia kwenye shorts. Kwenye shorts inaruhusiwa. Nikisema shorts ni zile video fupi ambazo tuna-upload kwenye mtandao wa YouTube. Lakini pia hii imekuwa changamoto kubwa kwa wale content creators ambao wanafanya tunasema vlog. Kwa sababu vlog ni zile videos ambazo unazunguka mazingira mtaani, unazunguka kule. Sasa inakuwa changamoto, umezunguka maeneo fulani, unaongea pointi zako au umepishana na mtu fulani, labda ana play wimbo wa msanii fulani. Mtandao wa YouTube ni makosa sana. Tunasema ule wimbo ukisikika hata kidogo tu, hata chembe tu, tayari ile video itakuletea shida, na shida itakuletea ni tatizo la copyright. Lakini pia shida hii ya mambo ya nyimbo inawakumba hata ma MCs. MCs ambao wana YouTube channels, unakuta matukio yao mengi yanaambatana na muziki ya wasanii. Sasa kile kitu kwa MC, unless otherwise, labda hizo videos uziposti kama shorts na sio kama video ndefu, kwa sababu ukisema uziposti kama video ndefu itakuletea shida ya copyright. Nikisema copyright ni haki miliki. Inaweza ikawa beat tu ya kawaida download kwenye baadhi ya sites, lakini pia inaweza ikawa nyimbo za wasanii wa kawaida. Hicho kitu ni kitu hatari. Ila pia kuna baadhi ya muziki au baadhi ya beats ambazo unaweza kuzitumia, ila wanataka kitu fulani ukifanye, tunakiita fanya attribution. Kwa mfano, ukidownload beat au muziki kutoka bensound.com, wanataka wale watu kule sehemu ya description uandike kabisa kwamba bensound.com. Yaani wanataka wapewe credit ili waweze kupata wateja wengine. Kama utadownload kwenye sites nyingine, basi ufuatilie kila sites ina sheria zake kwenye kutumia hiyo muziki for commercial purpose. Kusema for commercial purpose ni kama hivi kwa ajili ya YouTube ili iweze kulipwa au kwa ajili ya matangazo ya kawaida. Kwa hiyo epuka sana ili kosa la kutumia muziki ya wasanii kwenye video zako ambazo unakuwa na rekodi kwenye mtandao wa YouTube, kwa sababu ukiwa unatumia hizi video itakugharimu pakubwa. Ungana na mimi kwenye kosa namba 10 ambalo wanalifanya YouTubers wengi, na ni kosa kubwa zaidi kuliko hata ile kosa namba 9. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili makosa yote 50 nitakayoyataja kwenye hii series yasiweze kukupita, na ukishajua makosa 50 maana yake itakuia wepesi kuweza kuyaepuka, na mwisho wa siku utaikuza channel yako. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye kosa jingine tena. Asante.